uongozi wa Simba kinaweza kikawalinda na kuwapa credibility ama kuwapa reputable kama wataamua kulishughulikia hili swala, kwa sababu tayari vilabu vimeshafanya communication, na unajua huwezi kumtambulisha mchezaji pasipo kufanya kuwa na club statement. Taarifa rasmi za ndani ya vilabu vyote viwili lazima utengeneze mazingira makubwa ya klabu mchezaji anakotoka, na nyinyi mtengeneze club statement, maliziano ya pamoja ambayo yanaweza akatengeneza mpango kazi wa agreements. Na bahati nzuri kuna agreement za contract, lakini kuna agreement za loan, kwa maana agreement za mkopo. So ukijaribu kutazama hapa, issue ni email verifications ambazo unaweza ukaona kwamba hazijafanywa kazi kwa kiwango kikubwa baada ya mabadilishano ya uongozi. Manake huenda Ahali Wydad hawajafanya ile office hand over, yani kwa maana kwamba kiongozi anapotoka anayekuja mwingine anakabidhiwa dokumenti zote za msingi, nyaraka zote za msingi kwenye heading over. Maana yake anakabidhiwa, kwa maana kwamba ofisi ina rasilimali hizi, ina asset hizi, ina liability hizi, ina important document hizi, ili anayekwenda ofisini atengeneze mazingira makubwa ya kuzifanyia kazi. Sasa bahati nzuri Wydad chini ya Rais Hicham Atmena ambaye ndio amemaliza muda wake, ndio email zilikuwa zimetumwa, kwa maana kwamba dola 50 kama zitaingizwa, maana yake Selemani Mwalimu ataendelea kubaki kama mchezaji wa Simba kwa mkopo na maisha mengine ataendelea, lakini rais mpya aliyechaguliwa kwa maana ya Ibrahim Al Asli, huyu ndiye taarifa hizo hajaziona. Sasa kwa sababu hajaziona, maana yake baada ya Simba kuzungumza kama rais na timu yake mpya, ilikuwa ni lazima aweze kukifanya ambacho kimeweza kufanyika kwa kutokutambua kitu ambacho Simba wameweza ukisema, kwa sababu tayari yeye yuko ndani ya mamlaka, na kwenye taarifa za Wydad bado zinaonyesha pia, kwa maana Mwalimu ni pati ya mchezaji ambaye yupo ndani ya timu hiyo, hajauzwa moja kwa moja. Ndio maana club statement ya Ahadi wametoa taarifa hiyo kwamba bado Wydad kwamba ile swala bado haliko katika mazingira mboni mazuri, lakini issue yenyewe ukijaribu kuitazama ni issue ndogo sana. Ni kwenda tu kuzipitia upya email ambazo rais wa kwanza aliyekuepo alidiscuss na Simba wakaelewana, na bado kiwa ni kiasi kidogo sana cha pesa ambazo Simba anaweza kakiingiza muda wote. Kama email zitajadiliwa, zitaonekana zipo, na rais wa sasa huyu ambaye amechaguliwa kwa maana Ibrahimu akakubali, maana yake Simba wataingiza zile pesa kabla atalehusika, na Mwalimu ataendelea kuepo ndani kwa Simba. Nimejaribu kuona Simba walivyomtambulisha Selemani Mwalimu, lakini